ni kwamba kutoa ni kwa wale walio nacho peke yake. Kutoa ni mtu anapokuwa ana nafasi peke yake ndio unatoa. Mtu ikiwa bajeti yake imebanika kidogo, hali yake ya uchumi kidogo imekwenda chini, aona kwamba hapo sio wakati wa kutoa. Tena wengine hukuambia wazi wazi, hasa wajua sasa hivi mahesabu yangu hayako vizuri, bajeti hairuhusu. Hii ndio lugha ambayo sisi tunatumia, ma sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala wakati alipokuwa anawaeleza hawa muhsinina katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia wallahu yuhibbul muhsinin. Katika aya msururu wa aya hizo akatuambia alladhina yunfiquna fis sarai wadh-dharai. Simama kidogo hapo, waqfa, taammul, tuelewe maana haya maneno. Alladhina, wale ambao, sifa za watoaji, sifa za waja wema wa Allah azza wa jalla, muttaqina, wachaji Mungu, na muhsinina, sifa zao ni hizi. Alladhina, miongoni mwa sifa zao ni wale ambao yunfiquna, wanatoa, fi sarai wadh-dharra, wanatoa hali ya kuwa wana nafasi. Sarra fi hali al-yasar, fi hali as-sa'a, fi hali al-yusr. Hiyo ndio maana ya sarra. Kisha akasema wadh-dharra, na wanaotoa katika hali ya dhiki, katika ule wakati wa dhiki ambao wewe waona kwamba umebanika kifedha. Allah azza wa jalla subhanahu bado aendelea kukuhimiza utoe. Utashangaa, vipi mimi mwenyewe sina, mimi mwenyewe nilicho nacho ni kidogo. Ni kwa sababu ya mafhumu ya pili, na mafhumu ya pili ni kwamba an-nafaqa au al-infaq, kule kutoa, si lazima iwe kutoa kuwe ni kwingi. Kutoa kunaweza kuwa ni kwingi na kunaweza kuwa ni kidogo. Hata kidogo ukatoa pia mbele ya Allah azza wa jalla umetoa. Kwa hivyo ukiwa katika hali ya dharra, unatoa kile kidogo ambacho wewe mwenyewe ulikuwa unabambanya, lakini unatoa. Na kuna mambo ya ajabu sana hapa. Mambo yenyewe ya ajabu ni kwamba pale ambapo wewe mwenyewe upo katika hali ya dhiki na tabu, kisha vile vile ukatoa, ni kwamba unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kukupa na kukufungulia na kukunjulia riziki yako kuwa ni pana zaidi. Kwa hivyo kule kutoa kwako katika hali ya dhiki na tabu, kile kidogo ndiyo sababu ya Allah azza wa jalla kufanya kile kidogo chako kuwa ni kikubwa, na ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukutoa katika ile dhiki ulionayo. Kwa sababu kutoa kwa Muislamu ni tabia. Kwa hiyo mafhumu ya kwanza, ikhwani, kwa aliye nacho, kwa yule ambaye asili yake ni kwamba yeye ana uwezo, ana saa, ana nafasi, Allah azza wa jalla amempa nafasi, kutoa kwake ni tabia. Siku biashara imepanda anatoa, siku pesa imeingia nzuri, faida imeingia nzuri, ametoa, na siku faida haikuingia, yuatoa vile vile. Biashara imenawiri, Muislamu yuatoa, na biashara imekwenda chini, kwa kuwa alipokuwa nacho yuatoa. Na kutoa kwa Muislamu ni tabia, basi hata ikiwa imeshuka kabisa ile biashara na mpaka kuna dhiki ambayo imemkabili sasa, bado yuatoa, kwa sababu ya imani yake ya kwamba huenda kutoa huku kumpa anayestahiki ikawa ndiyo sababu ya Allah azza wa jalla kunitoa mimi katika hii dhiki. Hii ndio imani ya Muislamu, sio kumwambia Muislamu, wewe wajua lori zangu ngapi zimeanguka, tena usinipigie simu miezi miwili inayokuja kuanzia sasa. Alladhina yunfiquna fi sarra wa dharra. Kisha ya pili ni kutoa ni kidogo na kingi, yote kutoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ittaqun nar walau biish, walau bishiqqi tamra.
uogopeni moto wa Jahannam hata kwa kutoa sadaka ya nusu kipande cha tende. Jamani, haya maneno hebu tuyafahamu vizuri kwa makini. Hii tende tunaokula Ramadhani, hii tunaofuturia nayo, kufungua nayo mwadhini iftar, hii tende moja, chukua nusu yake. Mtume akwambia kama hicho ndicho ulicho nacho kutoa sadaka, toa. Hiko ni kiwango ambacho kinamfikisha Muislamu katika marhala ya kujikinga na moto wa Jahannama. Kwa hiyo moto wa Jahannama Muislamu anajikinga nao kwa kipande nusu ya tende. Shiq ni nisfu, hata sio tende kamili jamaa, nisfu tamra. Wewe kula nusu, na nusu ya tende toa sadaka. Kuna ndogo zaidi hiyo. Ndio maana aya yetuambia kule katika sura At-Tauba, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, na wala hawatoi nafaka iwe ni ndogo au kubwa. Yote hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaandikia thawabu ya amal salih. Toeni ufahamu jamani, kutoa mpaka uwe na mapesa mengi. Ukasema sasa mimi huyu nikimpa shilingi 100 itamsaidia nini? Wewe mpe uone itamsaidia vipi. Vile yeye atakavyojipanga na ile pesa, wewe bora tu umetoa kutokamana na kile kidogo ulicho nacho. Mafumu ikhwan, huu fahamu ni muhimu sana tuwe nao katika mlango wa nafaka na mlango wa kutekeleza haya mambo ya khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha.